Kwa jina naitwa JB Gasaya. Mimi ni mshauri wa kikundi cha Uwezo Community Microfinance Group ambaye tumefanya mkutano wa mwaka mwezi wa kwanza 2026 ambao ulikuwa ni taarifa ya mwaka 2025. Sasa ndio tumekuja kufanya leo katika ukumbi huu wa Hanam. Kwa hiyo makusudio yetu ni kwa ajili ya kutaka kufanya pamoja na mkutano huo ni kutaka kufanya changizo la kununua uwanja kwa ajili ya kujenga ofisi ya Uwezo Community Microfinance Group, UCMG kwa ufupi. Kama mshauri, mikakati yetu mara nyingi ni kuondoa, kama kauli mbiu yetu ilivyo, maana ni kuondoa umaskini. Kwa hiyo sisi tunataka tuwasaidie wanachama wetu. Mara ya kwanza tumeweza kuwakopesha kila mtu lengo lake alilolihitaji, kwa mfano bajaji, toyo, pikipiki, na hata wengine wameomba kuchimbiwa visima na nyumba jengo tumemnunulia moja, na sasa hivi kuna ambaye anahitaji achimbiwa kisima kirefu kwa ajili ya kufanyia shughuli zake. Malengo yetu ndio hayo, na mara nyingi kabla hata ya kwenda kutenda tendo hilo tunaangalia mtu anataka kufanya nini, na hatumkabidhi hela mkononi, bali tunaenda kumletea kile anachohitaji. Hadi siku ya leo mambo yetu yameenda vizuri. Mimi kama kiongozi wa hili kundi ninamshukuru Mungu sana kwa namna anavyotusaidia na mambo yetu yanazidi kwenda vizuri. Nia na dhamira yetu ni kuhakikisha watu walio ndani ya kundi letu ambao ninawaongoza, kila mmoja tufikie maendeleo yanayomgusa mtu mmoja mmoja, moja kwa moja. Mimi nikishirikiana na wenzangu tunatarajia kutengeneza kampuni kubwa ambayo inakuja kuwa mkombozi wa watu wa eneo hili la Kivule na jimbo zima la Kivule. Lakini pia tunategemea kutengeneza ajira nyingi kadri tunavyoweza, kadri Mungu atakavyotujalia, ili tuisaidie serikali kupunguza tatizo la ajira za vijana ambao wanamaliza masomo katika ngazi mbalimbali. Lakini kubwa zaidi, ninaomba umoja, mshikamano kwa watu wote, hasa walio ndani ya taasisi yetu. Pili, ninatoa mwito kwa watu wote wenye uwezo na mapenzi mema waje wawekeze, wanunue hisa ndani ya taasisi yetu kwa ajili ya kutengeneza mtaji mkubwa, kuwafikia watu wengi kwa haraka. Hivyo wale wote ambao wana mapenzi mema na taasisi yetu ambayo bado ni changa, ninawatolea mwito waje wawekeze kwetu kadri watakavyojaliwa na Mungu, na mitaji yao watakayoiwekeza itakuwa salama bila tatizo lolote. Kama tutaona wengine hawana thamani, kwamba ni wengine, hao wengine mimi siwafahamu, hii damu imekwenda Muhimbili, mimi mbona ndugu yangu alifariki na kuongezewa damu. Sasa ukianza kuona wengine wanapata na wewe unapata nini, tusifikirie huko. Angalia wewe unapata nini baada ya tendo lile la kiimani. Kwangu mimi tu kuchangia damu, Mungu anaanzisha maisha mapya. Mungu anajibu maombi yangu. Na nilisema hivi katika uchangiaji wa damu na malengo haya ya ununuzi wa kiwanja, mimi nilikuja na neno, nikasema twendeni kwenye lile neno la Biblia, Marko 11 mstari wa 24, unasema yoyote atakayeomba, yoyote atakayetamani chochote aombe, aamini kwamba amepokea. Basi tukapiga magoti na tukafanya maombi na bishop hapa. Niwapongezeni nyote wenye sifa na mkachangia damu. Naendelea kualika, na wiki 2 zijazo tutakuwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi mbalimbali wa mpango wa taifa wa damu salama, na kwa sababu mimi nimepewa jukumu hilo la mpango wa taifa wa damu salama, tutakwenda nchi nzima tuhamasishe
na tufanye masuala mbalimbali ya elimu ya afya na kadhalika. Wapendwa wana uwezo, mimi ni mwanakikundi mwenzenu, si ndio jamani? Kinachotakiwa hapa ni ununuzi wa kiwanja, na kwanza ununuzi wa kiwanja ni kitu kidogo. Kwa nini leo kikao kama hiki, mwenyekiti, hapa mngechora picha hapa kwamba kiwanja tayari kimepatikana, alafu kuna jengo mnaolitamani. Mungu anapenda mambo makubwa makubwa kabisa, sio kiwanja. Mkinunua kiwanja sasa ndo mtakuwa mmepata kitu gani? Mnaenda kupiga magoti tena, tunaanza ujenzi. Mwelezeni Mungu, tunataka kujenga jengo la ofisi. Jengo halipatikani, haliwi kama hamna kiwanja, sio jamani? Natamani kujenga gorofa, kwa hiyo Mungu atakupa nguvu ya kujenga gorofa, utanunua kiwanja na utajenga. Sasa ujenzi wa kiwanja unagharimu milioni 40. Tumechangia hii namba 3, kompyuta na printer, na kwenye ujenzi wa kiwanja tutaongezeni milioni 7 kutoka 7 series. Haleluya! Sifa na utukufu uende juu mbinguni. Pesa hii patikane mapema ili na ninyi mlioahidi hapa leo ikamilike. Ahadi hizo ni mpaka lini, mwenyekiti, walioahidi leo? Ahadi hizi za miezi miwili mpaka mitatu. Miezi miwili mpaka mitatu, mbona muda mrefu sana? Vizuri kwamba hii ahadi, kwa sababu maisha ya watu wetu tunajua mwisho huo ni tarehe 30 mwezi wa 6. Huu ni mwezi wa kwanza. Tarehe 30 mwezi wa 6 mbali sana. Tunataka tuanze ujenzi wa hiyo ofisi bwana. 30 mwezi wa 6 mbali. Umeahidi kiasi gani mpaka 30 mwezi wa 6? Unataka uanze nusu ya mwaka hujalipa deni? Unasemaje Gasaya?